Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za makambi na mshahara kuwa manyale ku. Nitumie nafasi hii maana baadaye tunaweza tukazungumza mengi au tukafahamu mengi, lakini nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliwakusanya katika kambi hili na siku hii au katika juma hili ambalo tayari tumeshakuwa hewani kwa kipindi chote, tarehe na kwa siku iliyopangwa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie ili kusudi kwa mfululizo wa siku zinazokwenda basi kila mtu apate kile ambacho amejaliwa na Mwenyezi Mungu kukipata. Somo la asubuhi ya leo linahusu uongozi, na nitatumia nafasi kadhaa kwa leo, lakini itakuwa kwenye utangulizi. Huenda nitazungumza mambo machache yanayohusiana na viongozi na aina mbalimbali chache za uongozi, lakini baada ya hapo kwa vipindi vingine vinavyofuata nitarudi katika uongozi ndani ya kanisa. Kwa hiyo kwa leo nitakuwa nimezungumza kwa kiasi fulani mambo tu yanayohusiana na viongozi. Baada ya hapo nitarudi uongozi ndani ya kanisa kwa baadhi ya mambo ambayo ninatamani kwamba tuwe nayo katika kambi hili. Ni wangapi ambao ni viongozi walioko hapa? 1, 2, 3, 4, 5 na kadhalika 6 ambao sio viongozi? Okay. Nani? Labda mmoja anaweza kuniambia kwa nini wewe sio kiongozi? Naam? Kwa nini wewe sio kiongozi? Haya, mwingine aliyesema sio kiongozi aeleza, ajitetee kwamba kwa nini wewe sio kiongozi. Ulishindwa kujaza fomu za kugombea uongozi au ulishindwa kujieleza walipochagua viongozi ukakosa nafasi? Na basi tuje kwa aliyenyosha kuwa kiongozi. Aliyenyosha kuwa kiongozi, wewe ni kiongozi kwa vipi? Hata aliyesema ni kiongozi wanaogopa kusema. Sema tu sasa. Mimi ni kiongozi, maana nilikuwa kwenye shughuli zangu nasimamia kazi zangu ipasavyo. Na pia nilikuwa kwenye uinjilisti, nilikuwa na baba zangu na wabili, na pia na hapa vizuri au vitabu na mbali vitabu kama ni vitabu vya sababu ya kweli na gea watu wanasoma neno la Mungu. Asante. Nichukue sentensi ya kwanza, akiwa kwenye shughuli zako na mama alivyosema pale kwenye familia ni kiongozi. Sasa ninajua kwamba majibu haya yanaweza katoka na uoga ule wa kueleza, lakini ukweli walionyosha kwamba ni viongozi wana maana fulani walionayo, na hata ambao hawakunyosha kuwa viongozi ni kwa sababu ya maana ambayo huenda hata hawajajua kwamba kwa nini wamesema sio viongozi. Lakini ninajua kwamba kuna makundi ya viongozi. Kuna viongozi walio rasmi na viongozi aina ya uongozi ulio rasmi na uongozi ambao sio rasmi. Viongozi walio rasmi na viongozi ambao sio rasmi. Mimi nimetumia lugha fulani ambayo huenda huyu bwana atakuwa ameitumia au mama ameitumia. Kweli ukiwa kwenye familia wewe ni kiongozi. Mzazi yoyote ni kiongozi katika familia yake. Lakini wakati mwingine hata hapa nilipo huwa unapaswa ujitawale wewe mwenyewe. Yaani ujiongoze hata maisha yako binafsi. Unapaswa uwe na mwelekeo, ujitengenezee mwelekeo. Kwa hiyo unaweza ukashangaa unajiongoza hata wewe mwenyewe. Sio lazima uchaguliwe kuwa kiongozi wa kuongoza maisha yako. Mwelekeo wa maisha yako unategemea wewe utakavyokuwa umejipanga katika mfumo wa maisha unaotegemea. Sasa ninapozungumza aina hizi mbili za uongozi, nimetaja
uongozi rasmi na uongozi usio rasmi. Kwa haraka haraka niseme kwamba viongozi rasmi na viongozi wasio rasmi wanatofautiana, lakini wote ni viongozi. Wale ambao sio rasmi ni viongozi ambao wapo tu kama viongozi, kwa sababu tofauti zake zinaweza zikawepo chache kati ya nyingi zilizopo. Viongozi ambao ni rasmi kwa kawaida huchaguliwa, hata wakati mwingine huteuliwa. Viongozi hawa ambao ni rasmi wana muongozo wa kuendeshea shughuli, yani wana maelekezo ya kazi. Viongozi ambao ni rasmi wana maelekezo ya kazi. Unaweza kutumia mfano rahisi tunapokuwa kanisani, na hii ni kwa sekta zote tu, hata kama sio za kanisani, lakini uchukulie mfano kuwa kanisani. Unapochaguliwa au kuteuliwa, kama kuna kuteuliwa kwa kiongozi, moja kwa moja unaingia katika mfumo ambao sasa unahitajika kuongoza kulingana na kanuni ya kanisa. Kama umepewa idara, unaiongoza kulingana na mwongozo wa idara, ambao baadhi ya miongozo inapatikana ndani ya mwongozo wa kanisa kwa ujumla, lakini karibu kila idara huwa ina mwongozo unaoiongoza idara hiyo. Kwa hiyo mara unapochaguliwa, una wajibu wa kujua idara yako inaongozwaje, maana huongozi kama unavyotaka wewe mwenyewe. Katika mfumo wetu wa kikanisa, ambao baadaye nitataja baadhi ya mambo machache yanayohusiana hapo, unachaguliwa na una hiari ya kuchaguliwa. Una hiari ya kukubali kuchaguliwa au kukataa kulingana na sababu utakazokuwa nazo. Kuna watu ambao huwa wanakwepa uongozi. Wanapochaguliwa wanawahi mapema kujieleza, unajua mimi siwezi. Na ni wachache sana wanaosema haleluya, nimechaguliwa haraka. Karibu kila mmoja huwa anajihami. Mwingine alisema mimi sitakuwepo, naenda kulima Ruvu. Mwaka huu ndio naenda kuanza kulima Ruvu. Mwingine akasema mimi nadhani nitakuwa mgonjwa mwaka huu. Unabuni hata sababu za kukwepa ili kusudi usiwe kiongozi. Lakini basi zile sababu zozote utakazotoa, kama ni za kujihami, shauri yako, lakini pia kama ni za msingi, waweza ukawa na uhuru wa kukataa, mradi ujue kabisa kwamba kwenye kazi ya Mungu, kwenye kazi za kikanisa, huduma ile ya uchaguzi inapofanyika, unachaguliwa kwa mujibu wa uongozi wa Mungu mwenyewe pia. Kwa hiyo unaweza kumkatalia Mungu kadhani unakatalia yule aliyekupa ripoti. Na hivyo kiongozi anapokataa kuchaguliwa, ataelimishwa, atashawishiwa, atashauriwa, lakini inaposhindikana pia hawezi kulazimishwa. Kwa hiyo sio ukapenda sana kulazimishwa kuwa kiongozi. Kama unadhani kwamba uko tayari kufundishika, kubali, utatenda kazi kwa mwaka wako vizuri. Kama unadhani kwa sababu za msingi utakazokuwa nazo ambazo waweza kumweleza Mwenyezi Mungu, waweza ukasema sitaweza. Na hivyo ikiwa utakuwa na hiari, kwa sababu ni kwa hiari, umekubali kuwa kiongozi kwa hiari yako mwenyewe, ukakubali kuwa kiongozi, mara unapochaguliwa ile hiari inatoweka. Maana sasa unafanya kazi kwa mujibu wa maelekezo ya kanuni inayoongoza idara yako, au kwa mujibu wa mwongozo wa kanisa. Sasa sijui bado ni hiari au itakuwa ni hiari, lakini kweli ulikubali kwa hiari. Lakini unapokubali kwa hiari, kinachofuata unawajibika kufuata mwongozo.
Huu ndio mfumo unaotokeza kwa viongozi walio rasmi, kwa maana kwamba hawaongozi tu kama wanavyotaka, bali wanaongoza kwa mujibu wa mwongozo wa kanisa. Kama ni idara, kwa mwongozo wa idara. Waziri mkuu alikuwa anaitwa Frederick Sumaye, alienda mahali ilikuwa kule Kiteto, akaja kufanya changizo kwa ajili ya ujenzi wa sekondari. Watu wakajitokeza kwa hiari yao, wakaahidi kuchanga michango ya simenti, wengine ng'ombe. Wamasai wameleta, wanasema tutatoa ng'ombe, mwingine mifuko 50, mwingine mifuko 100. Wakakusanya, wakaandika walioahidi wote, walioleta kesho wakaandika walioahidi kwa hiari, wala hakuna mtu aliyepangiwa. Kwa hiyo mtu ametaja mifuko 100 ameandikwa. Katika hotuba yake wakati alipokuwa anahitimisha akasema, hapa shule imeshajengwa, sasa naondoka na kwenda. Mkuu wa wilaya, ufuatilie ahadi zote. Itakapofika mwezi wa 6, kama kuna mtu ambaye hajatoa mchango wake, akamatwa awekwe ndani. Yaani nisikia amechukuliwa hatua, amewekwa ndani. Kama kuna vya kwenda kukamata, kama ni ng'ombe zikakamatwe kwa nguvu. Lakini wakati akitaja ilikuwa ni hiari. Anasema shule haijengwi kwa ahadi. Shule inajengwa kwa keshi na vilivyotolewa rasmi. Sasa hapa ninachozungumza hapa ni ule uhiari wa kutaja, mimi nitatoa, mimi nitatoa, mimi nitatoa. Ukishamaliza kutamka kwamba utatoa, waziri anasema nakwenda, nataka nipate ripoti ya shule imejengwa, maana vilivyoahidiwa hapa vyote vinatosheleza. Sasa ambaye hajatoa kati ya walioahidi, polisi wafanye kazi. Ndivyo ilivyo kwa viongozi wa kanisa pia. Tunapochaguliwa, uhiari ule wa kukubali ulikuwa nao au kukataa. Lakini mara unapokubali, umechaguliwa sasa Fungomeli kuwa mzee wa kanisa, sasa huwezi kufanya tena unavyotaka. Na ndio maana tuna taratibu za kukusanya taarifa, tuna taratibu za kupokea hapa na pale. Kuna ratiba mbalimbali za programu za idara zinazofanyika. Ni wajibu wangu mimi kama kiongozi niliyechaguliwa na kwa kupitia kwa taratibu zile za uchaguzi za kikanisa, ni wajibu wangu kutekeleza majukumu yaliyopo katika idara au kitengo nilichokabidhiwa, sio kama ninavyotaka mwenyewe. Hii inafanya kwamba viongozi wa kanisa wasimame kwa kuwajibika kama inavyostahili, kwa kuzingatia kwamba wajibikaji huu ndio unaofanya kanisa liwe na mwendo wa kusonga mbele. Mahali popote penye viongozi aidha wa kanisa ambao huenda wanafanya kazi kwa mfumo ambao hauko kwenye muongozo, ndipo kanisa aidha litadumaa kwa muda mrefu bila kuwa na maendeleo yanayotakiwa. Idara ndani ya kanisa zinakufa. Tuna vitengo vingi vilivyoko. Kuna chama cha Dorcas, kuna chama cha wanaume, kuna idara wa vijana iliyogawanyika katika vipengele karibu 5 AC, vyama vilivyoko ndani ya chama, idara ya vijana AC Pathfinder, kuna ambassador, kuna vijana wakubwa. Wote hiyo wana viongozi walio rasmi, waliochaguliwa. Na hivyo ni wajibu wa kiongozi aliyechaguliwa ambaye ni rasmi kutekeleza yale majukumu rasmi yaliyopo. Waweza ukawa na ubunifu katika utekelezaji wake, waweza ukawa na uboreshaji katika utekelezaji wake, ukawa na muundo utakaotengeneza, lakini hakikisha kwamba malengo ya idara, mfumo wa idara, mfumo wa kitengo unatekelezwa kama ulivyo katika mwongozo wa kanisa au mwongozo wa idara husika. Endapo utakuwa umepewa idara, umechaguliwa katika idara na hukutekeleza, basi unavunja miongoni mwa kanuni hizo za viongozi walio rasmi. Kwa hiyo nimesema mambo kama mawili tu hapa, kwamba viongozi rasmi huchaguliwa au huteuliwa, lakini pia hao viongozi rasmi wanafanya kazi kwa mujibu wa mwongozo, yaani wana majukumu ya kazi wanaopangiwa kuyafanya. Na hata wakati mwingine hata muda wa kazi
Ninazungumzia uongozi kwa ujumla, hata wanaofanya kazi serikalini, wanaofanya kazi mahali pengine popote. Ikiwa ni rasmi, basi huyo kiongozi hata kama alichaguliwa kwa kura mwaka fulani, alichaguliwa kwa kura, lakini utekelezaji wa majukumu yake sasa haufanyiki kama alivyokusudia tu moyoni mwake au alivyofikiria tu akilini mwake, bali hufanya kulingana na vile vipengele atakavyopewa, mwongozo wa kazi atakaokuwa ameupewa. Hii inatengeneza tofauti kidogo na viongozi wa kanisa, viongozi wasio rasmi. Viongozi wasio rasmi ni viongozi tena wa muhimu sana, wapo tu, ni viongozi wapo tu, yani nasema ni kama huzuka tu ghafla. Ni viongozi ambao hawachaguliwi, lakini nikitumia neno huzuka tu niseme au nisitumie neno wapo tu. Nikitumia neno wapo tu ni unaweza kutumia mfano, wanatumia mfano kwa watoto. Sasa watoto ni zaidi hata vijana, hata watu wengine pia mnaweza mkawa mahali, hata kwenye makundi yetu kuna tofauti, kuna fanana. Watoto wadogo wanapokuwa mahali fulani wakicheza, ukaweka watoto 3, 4, 5 wakiwa wanacheza mahali pamoja, utashangaa baada ya muda utakapofika pale utakuta kuna mtoto mmoja anawapelekesha wenzake kweli. Haya, twendeni upande huu, twendeni, ongezeni mwendo tukimbie. Jamani, msiende huko, turudi tuje hivi. Alafu unajiuliza kwamba walichaguana saa ngapi kwamba huyu anaposema wanamsikiliza. Jamani, si wale wenye watoto na mnaoona watoto hata mahali mnapoangalia kama sio wako, waweke tu wacheze hapa. Utashangaa wako wanaosikiliza. Huyu kuna mmoja akisema wanatekeleza. Jamani, tusiende huko, twende hivi. Na unaweza kushangaa kenyeni kadogo, lakini hata mengine makubwa kidogo mnaita unakuta mchaka anafuata nyuma. Haka wanasema yoni sawa, huyu naye anakimbizwa na haka kadogo haka. Hao ndio viongozi sio rasmi, lakini wapo wanafanya kazi na kazi zinatendeka tu. Sasa tofauti ambayo inaendelea kuwepo ni ile kwamba hao viongozi wasio rasmi, kama ilivyo kwa wale viongozi walio rasmi, wao hawana mpango kazi, yani hawana muongozo rasmi. Wanaweza wakajitengenezea muongozo, katika utekelezaji wao unaweza ukawa na manufaa au ukaharibikiwa. Alafu wakati mwingine shughuli zao zinaweza zisiwe endelevu kwa sababu hazikuwa kwenye mfumo rasmi. Lakini kuna vingine vinafanyika, vinazaa matunda mazuri na viongozi hawa. Lakini wakati mwingine zinaleta machafuko kwa sababu wengine ni itikadi, ni muundo, ni uzaliwa, wamezaliwa kuwa viongozi. Hawa ni wanawake, wanaume, vijana wa kiume, wa kike, lakini basi wako kama viongozi tu. Sasa nimetaja watoto wadogo, lakini nenda katika makundi ya vijana. Siku moja nilisikia mmoja pale chuoni kwa pasta yuko chuo kikuu cha Arusha. Kuna wakati niwahi kufika pale nikakuta mtu mmoja wanapishana kwenye chama, ilikuwa chama gani si chama cha hivi ama vyama vilivyoko hapo. Walipokuwa wanajadili mada fulani, sasa mmoja ananyosha mkono ili aseme, mwenyekiti anapomwambia unasemaje, anasema fulani anataka aseme. Yaani amenyosha mkono lakini anasema Temba, nimenyosha mkono ili Temba alikuwa ananyosha mkono pale. Yaani kuna mtu fulani asipotoa wazo hawatokezi. Maana wana mtu wao ambao wanamuamini akizungumza huo mwelekeo aliotengeneza ndio watakaopigania. Yaani hata wengine hawaelewi vizuri, lakini mradi Temba amesema kwamba tusiende, mpango ni kwamba tuende, lakini Temba amesema tusiende. Utashangaa ndivyo wanafunzi wanachoma hata shule. Kisa juzi walipikiwa makande badala ya wali. Sasa makande na kuchoma shule, wapi na wapi ndugu yangu? Baadaye utagundua kabisa kwamba kuna msemaji mmoja mwenye uzoefu wa kuongoza wenzake aliwaambia, jamani, hapa makande hatuli. Makande hatuli maana ilikuwa wali. Wanamsikiza nao na mpaka tano wenye makande unashangaa wanasema hatuli makande. Kuna wenye makande.
hawali, wanasema fulani amesema hayatakiwi. Wanamfuata tu na wanakwenda. Baadaye unashangaa ukiulizwa, haya mlichoma shule ya nini? Sema fulani ndiye alituambia tukomoe shule. Vitu kama hivyo vipo. Nenda kwenye mambo ya kanisani hapa, unaweza kusukuma jambo haliendi. Kuna mtu fulani hapa, mzee fulani yuko hapa kanisani, yuko pale kanisani, yuko pale mahali, yeye akisema kwamba hilo hapana, hamtakwenda popote. Maana kanisa linamsikiliza kuliko hata uongozi ulio rasmi. Nenda kwenye kwaya. Yaani kwaya wanaweza kumwamini mtu fulani, sio lazima awe kiongozi wa kwaya. Anaweza kapo tu mtu hapo kwenye kwaya ambaye ana uchochezi wa hali ya juu, akizungumza hata mchungaji angesema, hata baraza la kanisa likisema, watakwenda tu, watafanya tu. Kisa kuna mtu. Hao ni viongozi wasio rasmi ambao kama hivyo vipawa vikitumika vizuri kwa mambo mazuri, basi pia shughuli za kanisa zinakwenda vizuri. Lakini zikibahatika upande mmoja zikakaa upande wa pili wa kupingana, ndipo shughuli zinagoma kabisa kwenda. Wameleta mambo ya conference tena. Michango imekuwa mingi, fulani amesema, hata fulani ameshasema kwamba hiki kitu haiwezekani. Lakini wakati unaposema hivyo, wengine wanafanya. Lakini kuna mtu anayeaminika. Hii inaonyesha kwamba watu wamezaliwa kama viongozi. Kuna watu waliozaliwa tu kama viongozi, kuna wanaozuka tu kama viongozi, na wako mstari wa mbele katika kufanya mambo. Kama nilivyosema, inategemea tu kwamba wanafanya katika mfumo wa aina gani. Sasa sijajua kwamba wewe ni kiongozi wa aina gani, lakini unaweza ukawa kiongozi kwa majukumu ulionayo, unaweza kuwa kiongozi kwa kuwa umechaguliwa, unaweza kuwa kiongozi kwa namna yote ile, hata kama sio rasmi, lakini bado mawazo yako na shughuli zako zikawa na manufaa ndani ya kanisa. Vinginevyo inaweza ikaleta athari. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 48 mstari wa 10. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 48 mstari wa 10, kwa viongozi wa kanisa, hasa nazungumza kwa viongozi wa kanisa, japokuwa fungu hili limetaja upande mmoja, nadhani upande wa pili unapatikana automatic. Ukishika shilingi upande mmoja namna hii, lazima ukubali kwamba kuna upande wa pili pia. Yeremia 48 mstari wa 10 anasema, alaaniwe yeye afanyaye kazi ya Mungu kwa namna gani? Kwa ulegevu. Tena alaaniwe yeye azuiaye upanga wake usifanye nini? Usimwage damu. Sasa viongozi waliochaguliwa, tuache sawa ambao hawajachaguliwa, ili kusudi wasije kalaumu kwamba wamefanya tofauti, maana hawana muongozo ulio rasmi. Lakini wakiweza kufuata muongozo, wanaweza kusaidia uongozi. Aliyechaguliwa, kiongozi aliyechaguliwa, alafu hawajibiki kwa majukumu yale ambayo ni rasmi yaliyomweka kwenye uongozi, ndipo fungu hilo linapoweza kumkuta, au maneno haya yanapoweza kumkuta upande wa kwanza ambao ndio uliotajwa hapa. Alaaniwe yeye afanyaye kazi ya Mungu kwa namna gani? Kwa ulegevu, kwa uvivu, kwa uzembe, vyovyote vile. Ni makosa kufanya kazi ya Mungu kwa uvivu. Ni makosa kufanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Ni makosa kufanya kazi ya Mungu vivi hivi, yani kwa viwango ambavyo sivyo vile vinavyostahili kufanyika. Na hivyo ukiwa umechaguliwa kwa ule uongozi rasmi, alafu wewe ukaacha kufanya kwa majukumu hayo kirasmi, huo mwaka ukiisha na wewe unatoka na laana. Niwaambia, upande wa pili unaweza kaugeuza mwenyewe shilingi. Upande wa pili, anayefanya kazi ya Mungu badala ya ole, anayefanya kwa bidii badala ya ole, atakuwa abarikiwe, tofauti na kulaaniwa. Amesema alaaniwe yeye azuiaye upanga wake usimwage damu. Hapa ametumia lugha ya kivita, lugha ya kijeshi. Napokwenda vitani, wale wanaokwenda vitani, wanapopambana na adui upande wa pili, kuna wakati ambapo malengo yanafikia kwamba kwenye mashambulizi, kazi yako ni kushambulia adui aliyeko mbele yako, mradi ni adui. Sasa ikiwa kuna askari ambaye ana silaha, wakati ule alikuwa anatumia upanga,
alafu akaacha maadui wakapita kwa kuwahurumia au kwa kutokuwajibika kwa ajili yao, maana kuua, ina maana wakienda upande wa pili watawalipua huko nyuma. Kwa hiyo yule anayezuia upanga wake usiwajibike, basi analaaniwa pia. Sasa lugha anaitumia hivi kwamba hatupigani kwa vita, hatuna upanga wa kupigana hapa kwamba tunashambuliana, lakini tunazo silaha Mwenyezi Mungu alizoziweka ndani yetu. Tuna vipawa mbalimbali ambavyo viko ndani yetu. Tuna ujuzi wa vitu mbalimbali tulivyo navyo ambavyo vikitumika vizuri kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya majukumu tuliopewa, na hata yale ambayo tunaongozwa kwayo, tukatumia vipawa na talanta na ujuzi, na uwe wa kusomea, uwe wa aina gani, tukautumia vizuri, ndipo baraka zinapoanguka juu yako, kwa sababu ile silaha au kile kipawa au silaha ulionayo ndio inaosemwa usizuie kwamba kazi ya Mungu isifanyike. Unaweza ukawa na talanta, unaweza ukawa na vitu, hata vitu ambavyo kwavyo vyaweza vikatumika kuisukuma kazi ya Mungu mbele, kuifanya kazi ya kanisa, kufanya kazi ya jamii isonge mbele. Wewe umerundika, umeweka kazi ya Mungu imelala, wewe umerundika, umeweka. Anasema anayezuia vipawa vyake, anayezuia talanta alizonazo, anayezuia ujuzi au uwezo alionao kuifanya kazi, naye anaingia kwenye laana. Unajua kuimba kabisa, lakini mpaka ubembelezwe kwamba ujiunge na kwaya. Tuache hata habari ya kwaya, hata wimbo namba 14 tukiimba hapa huimbi. Hata Kristo wa neema yote, wimbo namba 10 huimbi. Namba 14 nitembee nawe Mungu, tukiimba huimbi. Tupe moto wa uhai, tukiimba wewe unaamka unasimama tu unajikuna tu. Naona mtu amesimama anajikuna tu, si ndio chao amekuja wakati wimbo unaimbwa ndio kuna viroboto au ni vitu gani? Yaani unajua kabisa sauti ya kuimba unayo, lakini huimbi. Unashangaa mko kanisani, mko kwenye ibada, watu wako huko, hakuna anayejua kuna mtu anaimba hapa ndani, labda kwa kutumia vipaza sauti. Vinginevyo utaona kwamba kuna ukimya, kuna moto uliopoa, kwa sababu watu hawachangamki. Nakumbuka Pastor Mbwana kuna clips fulani anasema, bwana, kama unajua kuimba, imba. Imba kabisa, yani kwamba kama unajua kwamba ukiimba unakuwa karibu na Mungu. Anasema imba usiku na mchana. Sikwambii usifanye kazi, sawa? Sio kaanzisha mradi wa kuimba peke yake. Imba kile ambacho unaona kinakufanya uwe karibu na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Fanya kwa bidii zote, maana hiyo ndio talanta uliopewa, ndio kipawa ulicho nacho. Kitumie vizuri, maana hiyo sauti unayo leo, kesho haipo. Hicho ulicho nacho ambacho huenda ni ujuzi ulionao, unakaa hivi hufanyi chochote, kesho huna, sio chako. Ushiriki wangu wa kanisa nawaambia, kanisa lina mafundi aidha wa kujenga, lina mafundi wa aina mbalimbali, na linapaswa kwa hivyo, maana hatuna kazi ya aina moja. Sasa ni vizuri watu wakatumia taaluma walizonazo kulifanya kanisa, mtu akiingia ajisikie kwamba ameingia kanisani. Kuna wenye ujuzi wa kuboresha mazingira ya nje, maua mazuri yanatafutwa huko, yanaoteshwa. Kila mtu atumie kitu fulani kuona kwamba kanisa linapendeza. Baadhi ya mimi huwa kwangu nimwambia hata vitambaa sitaki waweke vitambaa. Nimependa mandhari nzuri iliyochorwa hapa. Vitambaa vile vinavyoweka vimejazwa kibweta kimoja nilichokienda kanisani kimefunikwa na vitambaa, kumbe ni kama jeneza. Sasa nilipokuwa nahubiri nikawa natoa mfano, nilikuwa nasoma kitabu cha Yohana sura ile ya 4. Yesu akaketi hivi kisimani. Nilipotaka kukaa kwenye kile kimeza, mzee mmoja akaja akaniambia, wewe ngoja. Kumbe ni maboksi wameweka hapo. Kumbe ni maboksi wameweka hapo bwana. Wakayafunika vizuri. Sasa mimi nilikuwa nataka niketi hapo hivi.
Mzee mmoja, shemasi mmoja, ndio maana tunakuwa na wenye viti hapa nyuma hapa. Waangalie kwamba huyu mtu asiye akaingia kwenye hatia. Kwa hiyo nilipokuwa sasa natoa mfano kwamba Yesu akaketi pale kisimani vivi hivi, nilipokuwa nashuka, mzee mwenyekiti aliyekuwa pale alifanya jukumu la haraka kuondoa aibu kwamba kumbe hii sio meza, ni liboksi fulani wameweka hapo, wakaweka liboksi, wakalifunika, wakaweka na maua vizuri. Sasa mimi najua ni meza, nataka nikalie hapo jinsi Yesu alivyokaa vivi hivi. Kwa hiyo usije kaona vitambaa vimewekwa kanisani. Ukiona vitambaa vimewekwa vingi sana, sio usafi. Mimbara nyingi zilizofunikwa zikifunuliwa ni kama ziko uchi. Yaani kama ziko uchi. Yaani naweza kaja liboksi kama hilo likawekwa hapa mbele hapa, likapambwa pasta, mpaka ukasema kwa kweli aliyepamba hii mimbara iko vizuri. Kasukume uone. Kakishuka huko unashangaa, jamani, kumbe ndivyo hali ilivyo. Lakini wako watu wenye taaluma, wenye vipawa vya kufanya haka kameza kapendeze, hiyo ipendeze, lakini wametengeneza nyumbani kwao huku hawajafanya chochote. Sio halali. Ni kuzuia kile ulicho nacho kisifanye kazi. Lazima kila mtu awajibike, uone kwamba una kitu fulani unakifurahia pale kanisani. Kama kiongozi, uwe wa kuteuliwa, uwe wa kuchaguliwa, uwe wa kuzuka au wa kuzaliwa nao uongozi. Hebu tumia, uwe wa kusomea. Hebu tumia kile ulicho nacho. Wewe ni mwalimu, hebu fanya vizuri, uone kwamba kanisa lako linatembea kama lenye elimu. Kama lenye elimu. Wakati mwingine nimejaribu hata kwenye kwaya, unakuta kuna uongozi wa kwaya. Uongozi wa kwaya uko hapo. Na sisi wachungaji tupo pia, na wazee wa kanisa wapo pia, na hilo kanisa lina walimu na maafisa wa serikali wasomi vizuri. Lakini wanaweza kaenda karekodi wimbo, baadaye kauliza hili neno limetoka wapi? Mwingine ametunga wimbo anasema tunaimba wimbo kwa wimbo kwa kuzungusha, si mdomo, sio nafanyaje? Mdomo ukae vizuri, anasema umba mdomo vizuri, si uimbe vizuri. Ninasema tunakwenda Kobobo kuyonda maka Kobobo kwa baba, lakini kwa sababu hataki mdomo ucheze, na wameenda studio wamerekodi tunakwenda Kobobo kuyonda maka, na mchungaji yupo, walimu wapo wa kwaya na walimu wa kawaida wa elimu wa hapo pale. Sasa kama una taaluma, warekebishe tu mapema. Maana hiyo aibu ikitokeza huko, na nyie wote mtaonekana kwamba hawa Kiswahili kimewacheza. Kwa hiyo usizuie ulicho nacho ambacho unakiona kwamba kinaweza kalifanya kanisa likawa zuri, likapendeza, likafanya vizuri. Usizuie. Fanya hivyo, utafurahia matokeo ya kile kinachoonekana kanisani, lakini kwa manufaa ya kanisa, lakini nawe pia unafarijika unapokuwepo pale. Kwa hiyo huwa nawaambia meza, sitaki vitambaa kanisani. Rangi, watu wanajua kupaka rangi. Wanaweza kupaka rangi ukuta, vinginevyo wekeni tiles ukuta mzima, unafuata kusafisha na maji. Vitambaa vingi huwa vinaficha siri, kwamba hiki ni meza, kumbe sio meza. Hata viti vimewekwa pale mibarani. Kiti kizuri nadhani ni kochi. Na kama kuna wale watu ambao tumezoea Kiswahili kwamba ukikaribishwa, sijajua kwamba kwa tatizo linatokea vipi. Lakini nilipo watu wakikaribishwa wakiambia karibu, unasema haya, asante. Aliyekuambia usogeze kiti nani? Viti vingine havina miguu ya nyuma. Kiliegeshwa hapa ukutani hapa. Hivi nyumbani pale sebuleni kwangu ndio vikimegeshwa ukutani hapa, unaambia karibu. Weka, acha kusogeza kitu, ukisogeza na hii miguu juu. Alafu utaambia ulikaribishwa kusogeza kiti au ulikaribishwa kukaa. Kiti kizuri lakini miguu ya nyuma ilishakatika. Hivi vitu vya plastiki hivi mnavyo, lakini kesho hamnavyo. Kimekatika, usisogeze, maana hujui siri za hiki kitu kwa nini kimewekwa hapo karibu na ukuta. Kasturi kwa watu kamewekwa ukutani, wewe unamwambia asante alafu unakasogeza. Utakachokiona ni aibu kwako. Maana ukukaribishwa kusogeza vitu, ulikaribishwa ukae. Ni vizuri kujaribu kuona hakuna kitu kinachotia aibu kwenye jamii. Kama ni kwenye kwaya, boresha. Kama ni kwenye idara, boresha.
tumia nguvu zako zote, watumie watu waliopo, hata kama sio wewe ni kiongozi rasmi, watumie hata wale ambao sio viongozi rasmi, wakusaidie kuimarisha kazi ndani ya idara yako, ndani ya chama ulichokabidhiwa, ndani ya uongozi uliokabidhiwa ndani ya kanisa. Ndio maana ndani ya kanisa unaweza kachaguliwa mzee wa kanisa ni kijana. Mwingine anadhani kwamba ukichaguliwa mzee wa kanisa lazima uwe na ndevu, uwe na umri wa uzee. Hapana. Kanisa la Waadventista wa Sabato linatumia taaluma za vijana mpaka vijana wadogo katika kulisimamia na kuwalea kukulia ndani ya uongozi wa kanisa. Kwa hiyo unapochaguliwa kwa kiongozi, washirikishe hawa nyanja zote wenzako ambao ni viongozi kuboresha, ili kusudi isiye katokea aibu ya meza zilizo za maboksi zilizoegeshwa au viti vilivyokaa vibaya, mhubiri anataka kuhubiri unashangaa ameanguka. Wakati mwingine hata jukwaa limewekwa mabanzi unashangaa mhubiri ametumbukia huko ndani, kiuno kiko huko chini. Unasema jamani, paliandaliwaje? Kwa hiyo vyote hivi vinaweza vikafanywa vizuri endapo watu walioko ndani ya kanisa wanatamani kutumia vile walivyo navyo. Vile ulivyo navyo wewe, nilicho nacho mimi, alicho nacho huyu, vyote tukivitumia vizuri, kazi ya Mungu itasonga mbele na kanisa la Mungu litabarikiwa. Kwa hiyo tunaweza kuwatumia viongozi hawa wote ambao ni rasmi na ambao sio rasmi kulifanya kanisa liwe vizuri. Wale walio rasmi wanaweza wakashirikisha wale ambao hata sio rasmi, lakini bado kazi ikaenda mbele. Na wale ambao sio rasmi wanashauriwa wasiende spidi sana, wajaribu kuona kwamba kanisa linaelekea wapi, ile nguvu yao na ushawishi wao ulionao uwe ushawishi mzuri kwa maendeleo ya kanisa. Katika muundo wa kanisa kuna aina kadhaa za uongozi ambazo mfumo wa uongozi ndani ya makanisa mbalimbali. Ndani ya makanisa yote liwe kanisa la Sabato, liwe kanisa lolote lile, kuna mifumo ambayo imezoeleka katika mfumo wa uongozi. Na miongoni mwake ni kama ifuatavyo. Mfumo mmoja hapo ya mifumo hiyo, aina hizi za uongozi au mfumo ya uongozi katika makanisa, ni mfumo unaotokeza kutoka katika ngazi ya juu. Mfumo ambao utawala wake unatokea ngazi ya juu kushuka chini. Hapa nimerekodi kwamba mfumo nitumie upapa. Nikitumia neno upapa sina maana kwamba ya papa, ni uongozi. Mfumo papa sio mtu, ni uongozi. Mfumo wa uongozi katika nyadhifa hizo, uongozi wa ngazi hizo na utekelezaji wa mambo unaanzia ngazi ya juu na kushuka chini kwa utekelezaji, na sio kujadili, wala sio kutoa maoni, wala sio kushirikishwa sana. Kwa hiyo ni aina ya mfumo ambao ni wa utawala ambao mara nyingi upo na unapatikana mara nyingi katika makanisa. Baadhi ya makanisa yanayoongozwa na makanisa hayo inawezekana kama makanisa ya Jumapili ya Hisachi, makanisa kama Roman Catholic. Ni mfumo mzuri waliouzoea mzuri, ambao kwao wanapoongoza kiongozi anaheshimiwa, na maamuzi au mapendekezo yanayoletwa katika kanisa yanatekelezwa kwa sababu yameletwa na viongozi au uongozi wa ngazi ya juu. Wanayapokea na kuyafanyia kazi kama yalivyo. Aina ya pili ni mfumo wa baraza la maaskofu. Mfumo wa baraza la maaskofu pia ni aina ya mfumo ambao unaliongoza kanisa, na kupitia katika baraza la maaskofu lililokaa, maamuzi na mapendekezo yaliyopendekezwa kwa mpango kazi uliopangwa, kutoka hapo unashuka kwa wachungaji, kwa viongozi wa ngazi za chini, tayari kwa utekelezaji. Kwa hiyo mjadala mkubwa unaofanyika katika ngazi ya chini ni namna ya kutekeleza, na inafanikiwa kwa sababu kile kilichozoeleka ndicho kinachofanyika. Wanafanya hivyo, na ni aina ya uongozi ambao, mfumo wa uongozi ambao wa utawala ambao ukifanyika kwa wale waliozoea unafanya kazi vizuri, na watu wanaongoza, kanisa linasonga mbele, linakwenda mbele. Unaweza kukuta mfumo wa uongozi katika makanisa ya Kiprotestanti mara nyingi inaweza ikawa mfumo aina ya uongozi
ni mzuri kwa uzoefu walionao, na una athari zake. Kila aina uongozi una athari zake na uzuri wake, lakini tunaishia kwamba ni aina na mfumo wa uongozi. Mfumo namba 3 ni mfumo wa kujitegemea, independence. Mfumo wa utawala unaojitegemea. Huu ni aina ya mfumo ambao utawala wake haujapanuka sana kwenda katika ngazi nyingine mbali. Kanisa mahalia kama ilivyo tarakea au sehemu nyingine yoyote ile, maamuzi yetu yanafanyikia hapa hapa. Makanisa tumezoea kwamba unaenda ngazi ya juu, unaenda ngazi ya juu, unaenda ngazi ya juu. Kuna makanisa ambayo baadhi ya maamuzi yako hapa hapa. Hata sadaka zikikusanywa zinagawanywa matumizi yake hapa hapa, na kupangiwa mpango wa matumizi, au inasimamiwa na mchungaji anayehusika mwenye hilo kanisa au anayesimamia hilo kanisa, na hawapokei sana kutoka ngazi ya juu. Wao wanaamulia hapa hapa, na wale wanaamulia hapa hapo, japokuwa wako pamoja. Wamezoea hivyo, na mfumo huu unafanya kazi kwa baadhi ya makanisa aidha ya Kipentekoste, na yanafanya hivyo na yamezoea. Ni aina ya mfumo wa utawala na unafanyika hivyo, na ndivyo unavyokwenda, na watu wamezoea. Mwisho, kwa sababu kengele, sio kwamba kwa sababu kengele imegongwa, ya 4 ni mfumo wa uwakilishi. Mfumo wa utawala katika uwakilishi. Huu ni mfumo ambao unafanya kazi kwa kuwashirikisha nyanja mbalimbali au ngazi mbalimbali za kikanisa, hata kuanzia chini. Hii inajitokeza katika aina ya utawala ambao mfumo huu wa uwakilishi ndio mfumo unaotumika pia na kanisa la Waadventista wa Sabato. Mfumo huu unafanya kazi kwa kushirikisha. Kwa mfano, viongozi, tunapochagua viongozi hata wa conference, kanisa linakuwa na wawakilishi kutoka kanisa la Tarakea, kanisa la Mkuu, la Rongai, la wapi, tunakwenda mpaka kule Same, tunakwenda mpaka Union, tunakwenda mpaka General Conference. Kwa wawakilishi wanaokwenda, wanakuwa sehemu ya maamuzi ya ngazi ya juu na mpango kazi kutoka ngazi ya juu. Kwa ule mpango unaporudi kama mpango kazi, makanisa mahalia yanakuwa na wawakilishi waliohusishwa au wanaohusika katika maamuzi yale ya uchaguzi, viongozi wanapochaguliwa. Ndio maana kila baada ya miaka 5 kila kanisa litatuma wajumbe kwenda katika session kwa ajili ya uchaguzi. Hawajashindwa pale conference kukaa tu wakachagua wakamaliza, lakini kanuni na muongozo unatuambia session itafanyika na watu watachaguliwa, viongozi watachaguliwa kwa kufuata mfumo huo. Mpaka division hivyo hivyo, viongozi watawakilisha, watakwenda mpaka General Conference, viongozi watatoka, watawakilisha, watakwenda. Na ndio maana unaitwa mfumo wa wakilishi. Huu pia unaweza ukaunganisha na wazo kwamba mfumo huu uko katika mfumo wa kanisa ambalo muongozo wa kanisa unasema ni kanisa la kiulimwengu. Shughuli zinazofanyika katika kanisa la Tarakea, kwa sababu tuko Tarakea, ni ndio hizo zinazofanyika katika makanisa yaliyoko katika ngazi ya juu mpaka huko nchi za nje, Mashariki ya Kati, huko uende nchi za Amerika huko. Mfumo wetu, kanuni yetu na muongozo wetu ni mmoja. Huenda utekelezaji wake unaweza ukawa na tofautiana kidogo tu kutokana na mazingira na katika utekelezaji, lakini hakuna mwingine anayefanya kama anavyotaka, bali wote tunashirikishwa katika utekelezaji na utendaji huu wa kazi ya Mungu. Kwa hiyo mfumo wa uwakilishi unafanyika hata kanisa letu hapa. Tunapofanya uchaguzi, mchungaji hajashindwa kupendekeza wazee wa makanisa, angependekeza tu baadhi ya wazee wa makanisa, lakini mtaunda uchaguzi kwa kuchagua kamati ndogo. Kamati ndogo inachagua kamati kuu, kamati kuu nayo inakuja inakaa inachagua majina. Tena sio kuchagua, inapendekeza majina. Baada hapo kinafanyika nini? Ile kamati kubwa ikishapendekeza majina, kinachofanyika nini? Naam? Uchaguzi wa watendakazi hapa kanisani. Nimeshataja mpaka nikafika hapo mwisho, nadhani kwamba mtanisaidia kumaliza au mmelala. Nimesema inaundwa kamati ndogo ya watu 5 hadi 7,
Ile kamati ndogo dakika chache inakaa, inapendekeza watu kati ya 7, 9 au 11 au 15 kulingana na ukubwa wa kanisa. Hiyo kamati nayo inaenda inakaa, inapendekeza na kuorodhesha majina ya watendakazi wote wa kanisa. Baada ya hapo wanarudisha kwa washiriki. Washiriki wanafanya nini? Wanapiga kura. Kwa hiyo anayechagua watendakazi ni nani? Sio kamati. Kamati imeleta mapendekezo. Kwa hiyo mikono yenu inaonyanyuka kwamba Fungomeli awe mzee wa kanisa, ndio kura imekamilika. Wanawashangaa watu wakati wanapochagua, baadaye wanasema hatujui kama roho wa Mungu alikuwepo. Basi wewe ndiye roho wa shetani uliyekuwepo hapo ndani. Maana ulikuwa na haki ya kunyosha mkono kupinga Fungomeli asiwe mzee wa kanisa, kutoa maoni yako. Maana baraza kamati zile zilikuwa wawakilishi, wamekaa, wamependekeza, wameleta. Kwa hiyo mawazo yenu na mikono yenu inaonyosha kwamba Fungomeli awe mzee wa kanisa. Sasa nyinyi ndio mnaoongoza, mnaofikia mahali mnapiga kura ya kukubali wawe niwe mzee au nisiwe mzee. Japokuwa mara nyingi haki hiyo haitumiki, wengi hawasemi chochote. Hata akichaguliwa mlevi, hata akichaguliwa mtu ambaye ana kasoro, mtu anasema tanyosha mkono hapa, tutaelewana huko nje kweli. Kwa hiyo wamenyamaza. Wakati mwingine inatokea mtu amechaguliwa, mwaka unakwenda vivi hivi. Lakini huwa mkiacha kiongozi akachaguliwa ambaye hayuko vizuri na mnamfahamu, alafu mkanyamaza. Sasa nitumie lugha ya Kichaga, sijui, sina neno la Kichaga la kutumia. Labda Temba ataniambia kama anafahamu la Kichaga, ila anafahamu la Kipare. Nyumba yake ishana mwenyewe raota. Nyumba ikiungua na mwenye nyumba anafanya nini? Anaota moto. Yaani hata kama kulikuwa na kabaridi, alafu nyumba yako ikaungua, hata ukiwa unapiga hiyo lakini unapata kajoto kazuri kanakotoka kwenye nyumba yako inaoungua. Ndio maana nasema nyumba yake ishana mwenyewe raota. Yaani unaota moto, unapata joto la nyumba yako inaoungua. Msidanganyike wakati mnapochagua viongozi mkanyamaza, mtaota hilo joto mtalipata tu. Yaani uharibifu au chochote kitakachotokea ambacho kitakwenda vibaya, usio kadhani huyu anayefanya vibaya ndiye atakayepata shida. Mtaota hilo joto wote mliokataa kusema wakati mlifahamu, mlionyamaza wakati mnafahamu. Kwa hiyo itaishia hapa kwa leo, kwamba nimeishia kwamba